Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Glory to God, glory to God, glory to God. Ahimidiwe Mungu ambaye ametupa nafasi siku ya leo ya kuwepo majira haya pamoja na mtumishi wako Prophet Nabii Moto. Neema ya Mungu ni kubwa sana, neema ya Mungu ni kubwa. Nikukaribishe katika majira haya tujifunze kipengele kimoja tu hapa ambacho kitakupa nafasi wewe ya kuelewa ambacho nini kinachoenda kujiri katika ulimwengu wa roho. Wacha nimshukuru Mungu. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya neema hii ambayo umenipatia majira haya ya kuongea watumishi wako pamoja na watu mbalimbali na mataifa mbalimbali. Baba, utukuzwe na uhimidiwe kwa machache. Baba, naomba nakushukuru katika jina la Yesu. Amen. Yesu Kristo asifiwe sana, watu wa Mungu. Shalom, shalom, shalom. Nataka niseme kitu kidogo tu ambacho kitakupa uelewa na hatua mbele kidogo kwa dakika kama 5 tu ambazo zitakusaidia. Nataka nizungumzie jambo moja linalosema kwamba Yesu ni kocha wetu. Yesu ni kocha wa kwetu. Manake Yesu ndiye kocha. Neno kocha ni mtu mwanzilishi wa jambo fulani na ana uwezo wa kulifundisha na watu wakalishika na wakaelewa kabisa, wakaelewa nini kinachofanyika. Na ndio maana Yesu akawa ni kocha wa kwetu, ambaye ndiye msingi wetu wa imani ya agano jipya. Haleluya, haleluya. Yesu wetu ni kocha. Nini maana ya kocha? Nikasema kocha ni mtu mwenye uwezo wa hali ya juu sana, ambaye anaweza kuongoza na kuleta matokeo mazuri. Manake kocha ni mtu mwenye uwezo wa hali ya juu sana, ambaye anaweza kuongoza na kuleta matokeo mazuri na makubwa mazuri kabisa kwa kile kitu alichokusudia kukifanya. Manake kocha akikusudia kufanya jambo, lazima hilo jambo liweze kutimia. Hebu tusome kitabu cha Ibrania sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 10. Tutasoma mstari wa kwanza, tunasema tunamtazama Bwana mwenye kuanzisha ni mwenye kutimiza imani yetu. Ibrania 12 mstari wa kwanza hadi wa 10, ya kwamba tunamtazama Bwana mwenyewe mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani ya kwetu. Manake tunamtazama Bwana Yesu ambaye ndiyo mwenye kuanzisha habari ya msingi wa imani na ndiyo mwenye kutimiza imani ya kwetu. Haleluya, haleluya. Na ndio maana ukiwa na kocha kwenye maisha yako, hakika ni kwamba hakuna kitu kitakachofeli. Watu wengi wamefeli kwenye maisha kwa sababu wamekosa kocha kwenye maisha ya kwao, na wengine wana kocha lakini hawamwamini wala hawamwelewi. Yesu akasema kwamba mkiamini kazi nilizozifanya mimi kama kocha wenu, nyinyi mtafanya mambo makubwa zaidi, mtafanya miujiza zaidi. Mtu wa Mungu, ni wapi unakwama na ni wapi ambapo unafeli? Kwa nini? Kwa sababu kocha wako ni nani kwenye maisha yako? Kocha wako ni nani? Wengine wana wachungaji lakini hawaamini kwamba wanaweza akawa ni kocha wao ama kiongozi wao. Ni mchungaji, kazi yake ni kumkochi mshirika, kuhakikisha ameconcentrate mbele za Mungu na kuhakikisha ameielewa njia iendayo uzimani. Ndio kazi ya mchungaji. Maanake mchungaji ana kazi ya ukocha duniani, kuongoza, kukochi washirika au kukochi mwanadamu katika mambo ya kiroho ili aweze kutembea na Mungu. Sasa mfano, kocha anapoingia uwanjani, kabla hajaingia uwanjani lazima wale timu yake lazima aifundishe mbinu, namna ya kucheza mpira na namna ya kuingia kwenye uwanja, kwamba tutafanya hivi, tutapita hivi, tutaanzisha hivi na tutatimiza kwa namna fulani. Manake kumbe kocha ni wa muhimu kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, Yesu asifiwe sana. Kocha ni wa muhimu kwenye maisha ya kwako, mtu wa Mungu. Kitabu cha Mathayo 17 mstari wa 5 nasema, ikasikika sauti kutoka juu,
na kusema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu sana, ni msikieni yeye. Haleluya, 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 haleluya. Mtu wa Mungu, kwa nini Mathayo 17:5 inazungumzia kwamba ikasikika sauti kutoka juu inasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa niyependezwa naye, msikieni yeye? Kwa nini mbingu zilisema kwamba tumsikie Yesu? Kwa nini mbingu zilichagua kwamba tumsikie Yesu? Manake Yesu ndiye kocha wa maisha ya kwetu. Manake katika ulimwengu wa roho kocha wetu ni Yesu Kristo, lakini katika dunia kwa maisha ya kimwili kocha wetu ni mchungaji, ama ni mtume, ama ni nabii, ni mwinjilisti au ni mwalimu. Huyo ni kocha wa kanisa. Naona kunasikia mchungaji wa kanisa fulani. Mfano kama mimi ni mtumishi wa Mungu, nabii Prophet Moto, ni mchungaji wa huduma ya GM Ministry, madhabahu ya nuru. Manake mimi ni kocha katika huduma hii. Manake kila anayekuja lazima anisikilize, na akinisikiliza anafanikiwa. Glory to God. Mtu wa Mungu, ni wapi unafeli? Hakikisha umjue kocha wako, umjue tangia leo. Anza kujua ya kwamba kocha wako ni nani, na ukishagundua kocha wako ni fulani, hakikisha umwamini huyo kocha na umkubali. Atakachokufundisha umwelewe, na ukifate utafanikiwa. Akianzia ambaye ni kocha wetu mkuu, ambaye ni Yesu Kristo, ndiye kocha wetu mkuu wa ulimwengu wote, lakini wanafuatia wale makocha madogo madogo katika ulimwengu wa mwili duniani, ni wachungaji. Hebu tumwamini Yesu Kristo ambaye ni kocha. Yesu Kristo akikochi maisha yako, hakika hutapatwa magonjwa. Yesu Kristo akikochi maisha yako, hakika hautapotelewa na muujiza wako. Yesu Kristo akikochi maisha yako, hakuna kitakachoharibika kwenye maisha ya kwako. Mtu wa Mungu, hakikisha kocha wako ambaye ni Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho, hebu muamini na umkubali kwa kweli, alafu mambo yako yataenda vizuri kabisa. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Mtu wa Mungu, Yesu akubariki sana. Nikasema nishare nawe kidogo kipande hicho kwa habari ya kocha ni nani. Maanake wa kwanza duniani ni kocha ambaye ni Yesu Kristo. Tukasoma Ebrania 12 mstari wa kwanza, na tukasoma Mathayo 17 mstari ule wa 5. Lakini duniani tunaye kocha ambaye ni mchungaji, mwalimu, mtume, nabii pamoja na mwinjilisti. Hao ni makocha wa makanisa ya ulimwengu wa kimwili hapa duniani. Yesu akubariki sana mtu wa Mungu. Neema ya Mungu isipungue kwako na uzidi kuongezeka. Yesu Kristo akutumie na kuongeze vipawa na karama ndani yako viweze kuibuka, ambaye ni mtumishi lakini pia ambaye unamfanya biashara. Neema ya Mungu iwe juu yako. Kama Yesu Kristo ni kocha wako, ukimwamini zaidi, biashara yako itaongozwa vizuri na utapata ushindi. Kama vile timu inapoingia uwanjani wakielewana na kocha, ushindi huwa upo nje, wanatoka na matokeo ya pointi 1 au 3. Kwa sababu gani? Walimwamini kocha wao na wakamsikiliza. Kwanza leo anza kumsikiliza kocha wako ambaye ni mchungaji. Anza kuamini kocha wako ambaye ni mchungaji. Anza kumwamini kocha wako ambaye ni mtume, ambaye ni nabii mbele ya maisha yako. Lakini kocha wa kwanza duniani nzima ni Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Neema Mungu ikufunike katika jina la Yesu. God bless you. Karibisha sana kwenye huduma yetu ya GM Ministry, madhabahu ya nuru iliyoko Arusha, Tanzania, katika mtaa wa Ngusero hapa karibu na mjini tu. Mungu akubariki sana sana. May God bless you so much. Amen. Amen. Amen.